wachawi, waganga, wasoma nyota, Satanism, Luciferians wanakuwa wamepewa target kwamba kila mchawi mwaka huu unatakiwa kuua watu 100. Ukifika mwisho wa mwaka hujawaua, unauawa wewe na unaliwa nyama na wachawi. Kwa hiyo unapofika mwisho wa mwaka, imefika Disemba, mtu alikuwa amepewa target ya kuua watu 100, ana watu 7. Kwa hiyo wachawi wanakuwa wanahaha, amekaa kwenye kona fulani anasubiri kusababisha ajali. Wanakuwa sasa wote wamehaha. Sasa huyu ana target ya watu 100, target ya watu 200, target. Kwa hiyo huyu anasababisha kwenye ajali huyu. Kwa hiyo wanakuwa wachawi wako mitaani, Luciferian wako mitaani, wanasubiri wapate target yao, watimize target. Unayecheza na wakati ni wewe tu, lakini wale wanajua muda ni mchache. Ole wa nchi na bahari. Hebu sema ole wa nchi na bahari. Rudia tena. Ole wa nchi na bahari. Ametupwa kwenu. Shetani alipotupwa akafanya makao makuu yake baharini na kwenye nchi. Ndiyo panaitwa kuzimu. Hebu sema kuzimu. Kuzimu sio jehanamu. Kwenye Biblia ya Kiingereza utaona kuzimu inaandikwa mambo kama 4 hivi. La kwanza utaona abyss. Ingine utaona bottomless pit. Nyingine utaona Hades. Hayo maneno yote ni moja. Kuna tofauti kati ya jehanamu na kuzimu. Kuzimu ni hapa hapa duniani, hapa hapa kwenye makusanyiko ya maji, kwenye nchi na angani, ambako ndio HQ, ndio makao makuu ya Lucifer duniani. Kwa hiyo ana operate kutokea kuzimu, anakuja duniani. Na kuzimu sio kilomita nyingi kutokea hapa tulipo, ni hapa hapa, ila kwenye ulimwengu wa roho. Na kuna namna ambavyo watu wa duniani, unasikia anasema na kufundisha practical, anakwenda kwenye maji, anatupa mayai, anaingia baharini. Sio kusikia story hizo. Ni tendo la kiroho la kwenda kwenye ulimwengu wa chini. Kuna miji huko chini ya bahari, kuna mji. Hapa kwenye nchi kuna miji, kuna watu, kuna persons without body, kuna watu sio waona wana run mambo. Sione nchi zinakwenda ukafikiri zinajiendesha, zinaendeshwa. Kwenye background kuna watu wanaendesha mambo. Kwa hiyo mtu anaweza kwenda kule kuzimu. Ndiyo maana Petro, Yesu akamuuliza Petro, "Je, watu wanasema mimi ni nani?" Sema wanasema ni Elia, wanasema hivi. Akasema kama ninyi mnasema mimi ni nani? Petro akamwambia, "Wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai." Yesu akamwambia, "Sio mwili na nyama alivyokufunulia hayo, na kuambia hivi, juu ya mwamba huu, nani? Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nitalijenga kanisa langu, na milango ya wapi? Ya kuzimu." Yaani ile njia ya kutokea kuzimu na kuingia haitalishinda kanisa. Wewe tengeneza design yoyote ya kuzimu ilete hapa, tutakulock kwa jina la Yesu. Na milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Unanielewa sasa? Kwa hiyo mtu yoyote ili apate nguvu za kiutawala, ambaye hana Mungu, anakwenda kule chini. Nisikilize vizuri bwana. Kila asiye na Yesu ana mganga wake wa kienyeji. Ili mtu apate nguvu ruling, kwa sababu anayemiliki dunia ni Lucifer. Na nisikia vizuri. Anayemiliki dunia nani? Nitakuja kukuelezea baadaye sisi ni wamiliki kwa namna gani. Usiwe na haraka. Nisikilize kwanza nimuelezee jamaa. Ukimjua jamaa, ukiomba jamaa atakuja. Ukiomba kwa akili, jamaa atakuja kuulize, "Bwana vipi tena? Mbona hii wewe unamgusi?" Ile kusema kwa jina la Yesu, fyeka, teketeza. Hiyo ni sawa, lakini iko namna sasa. Unapomfuata, unajua there are two types of prayer. Offensive and defensive. Kuna maombi ya kujirinda. Baba Mungu, nazungusha damu ya Yesu kwenye madirisha, kwenye milango, kwenye kitanda, kwenye gari, naweka damu ya Yesu kila mahali kwa jina la Yesu, amen. Hao ni maombi ya kufanya nini? Wasiingie kwako, kwenye nyumba yako, kwenye gari yako, kwenye shule yako.
na kuna maombi katika jina la Yesu. Wewe umenijia kwa farasi na magari na uchawi na kujia mimi leo kwa jina la Bwana wa majeshi. Maana yake wewe umetoka kwako, umekwenda kufanya ujambazi, kuvamia kwenye ngome yake, ili sasa yeye atafute namna ya kufanya nini? Ya kujilinda. Sasa utaki kujilinda wewe siku zote. Kaa kidogo. Kwa hiyo watu wengi walio hapa, Baba kwa jina la Yesu na sambaza damu ya Yesu. Daudi alikuwa amekwenda kupigana vita. Aliporudi akakuta mkewe, ndugu zake, familia yake wameibiwa na Amaleki. Akamuuliza Mungu, niwafate? Je, nitawapata? Mungu akamwambia, wafate, utawapata na utarudisha vyote. Kuwafuata. Unajiuliza, hivi magonjwa yanayonijia mimi huwa yanatokea wapi? Mambo ya kujipaka damu ya Yesu na kulala haya mpaka lini? Hivi umaskini unaonijia mimi unatokea wapi? Mambo ya aibu haya. Kwa nini nisiwafuate na wao wajilinde kama ambavyo mimi wanajilinda? Hiyo ndio unapoamua sasa. Unaanza sasa, sikize vizuri, unaanza sasa, kwa sababu umeshajua makao makuu yao baharini, makao makuu yao majini. Unajuaje? Unaona kwenye Ufunuo, kisha nikamwona mnyama akitoka katika bahari. Unaona halafu kisha nikamwona mnyama akatoka katika nchi, ana pembe mbili kama mwanakondoo, lakini akanena kama joka. Kwa hiyo makao makuu ya kuzimu, nchi hapa, ni mpinga nabii wa uongo. Nabii wa uongo ni kiongozi wa kidini ambaye kazi yake ni kushadadia mambo ya kiuongo ili watu wanaokwenda kwenye makanisa waamini uongo. Nabii wa uongo huyo. Nabii wa uongo usifikiri ni joka, ni mtu, false prophet, ambaye yeye ni mwanadamu lakini yeye anafagilia mambo ya kishetani. Baharini ni mpinga Kristo. Hakuna Mungu. Yesu sio Mungu. Yesu hajafa, hajazikwa, hajafufuka. Angani ni Malkia wa mbingu, anaitwa Queen of Heaven. Malkia wa mbingu utasoma wakati wako kwenye Yeremia 7:23 kwa muda wako. Malkia wa mbingu ni joka, kazi yake ni kurutubisha uovu, demon of fertility, kwamba kama watu wanafanya uzinzi wafanye sana, kama watu wanaiba waibe sana. Kwa hiyo makao makuu ya utawala wa giza, kuzimu, angani, kwenye maji, chikavu. Ndiyo maana Danieli anaomba, amepiga magoti, Baba Mungu, naomba uniongoze wana wa Israeli warudi nyumbani. Alipofunga siku 21, siku ya mwisho malaika akamtokea akamwambia, Danieli upendwaye, tangu siku ulipoanza kuomba nilikusikia na nilileta jibu, lakini mkuu wa anga la Uajemi, kwenye anga, Uajemi ni nchi ya Iran kwa taarifa yako, usiwaze Uajemi iko mbinguni, nchi. Danieli alikuwa anakaa kwenye nchi, rais wake alikuwa anaitwa Mfalme Koreshi. Danieli akashangaa, anaomba, anafunga na kuomba, hajibiwi mpaka siku ya mwisho. Siku ya mwisho ilipofika, malaika akamwambia, wana, tangu siku ulipoanza kuomba jibu lilishatoka. Kumbe kuna watu wako hapa, jibu lako lilishatoka, haliko na Mungu. Kumbe wako watu hapa, jibu lako Mungu hana, alishatoa. Lakini kuna mamlaka fulani kwenye anga fulani, kuna mamlaka fulani ambayo imeshikilia jibu lako, na waagiza waachie kuanzia leo kwa jina la Yesu. Anaambiwa tangu siku ulipoweka moyo wako kuomba, isipokuwa mfalme wa anga la Uajemi. Mfalme wa wapi? Kwa hiyo unaona, kumbe anga liko control. Nataka ni justify kukuonyesha kwamba anga liko control kutoka kwenye Waefeso sura ya 2. Waefeso sura ya 2. Ili nikupe picha ya jambo ambalo linaweza kukubadilisha kabisa. Waefeso sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 na wa 2. Waefeso sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 na wa 2. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya dhambi zenu,
ambazo mliziendea kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Kwa kumfuata nani? Mfalme wa uwezo wa anga. Kwa kumfuata nani? Mfalme wa uwezo wa anga. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi yuko angani, ila anatenda kazi kwa watu, ila yuko angani. Kwa hiyo ni mfalme wa anga. Kati ya majoka hayo yaliyoshuka, joka moja linakaa angani, kuzimu ya angani. Joka lingine kwenye maji, kuzimu ya kwenye maji na kwenye nchi kavu. Kama Mungu alivyo na utatu mtakatifu, Shetani naye ana utatu mwovu: mpinga Kristo, nabii wa uongo na Ibilisi. Utatu mwovu. Kwa hiyo kuzimu, unapoongea kuzimu, ni makao makuu ya Lucifer hapa duniani, lakini kwenye vitengo vitatu: kwenye maji au makusanyiko ya maji yoyote. Ndio maana unaona Lewiathan, yule nyoka wa kwenye bahari mwenye kuzongazonga, unaona katika nchi kavu. Nchi kavu ndio wachawi wanaoperate, na kwenye anga. Kwa hiyo unapotaka kuanza kuomba lazima ujue unaomba wapi. Baba, katika jina la Yesu, namiliki anga. Namiliki anga. Unapomiliki anga, maana yake unazuia kwanza kwenye anga, unazuia kwenye maji. Unataja makusanyiko ya maji, iwe ni bahari, iwe ni visima, iwe ni mito, iwe ni chemichemi, nazuia. Katika nchi nazuia vichuguu, mashimo, mashamba, mbuga za wanyama, milima, nazuia. Alafu ukiwazuia sasa, unaanza kucheza na wale wanaokusumbua. Sasa umeweka dawa pale, hapo sasa unaanza kuwa muombaji. Unajua unataka kumpiga nani na unataka kupiga wapi. There is no way you can manifest your tomorrow if you don't engage yourself in a spiritual warfare. Hakuna namna. Unaanza kuomba. Ukianza kuomba sasa, tayari umewashikisha adabu. Utasoma kwenye Biblia wakati wako, kwenye kitabu cha Ufunuo, anasema kisha nikamwona malaika mwingine akatoka angani, akakanyaga mguu wake wa kushoto katika bahari na mguu wake wa kulia katika nchi. Maana yake anatuonyesha kwamba siku zijazo tutapewa authority ya kudhibiti kila kitokeacho baharini na kila kinachotokea katika nchi, na tulishapewa kupitia mauti ya Yesu Kristo msalabani.